Jina langu naitwa Zenorina Masawe. Nimefurahi sana kushiriki mafunzo haya ya siku 2 yaliyofanyika jana kwa ushirika na UNDP. Kwa kweli nimejifunza mambo mengi sana. Kuna vitu vingi nilikuwa sivifahamu na vingine nilikuwa navifahamu kwa uchache sana, lakini kupitia mafundisho haya nimeelewa vitu vingi sana. Tulijifunza namna ya kugundua story ambazo ni fake na misinformation, disinformation, hate speeches na vitu vya namna hiyo, vitu ambavyo vinaondoa amani kwenye jamii. Kwa hiyo kupitia mafunzo haya nimepata kujua hivyo vitu, lakini pia nimepata mbinu za kugundua story ambazo ni sio sahihi, kwa sababu kuna wakati mwingine unaweza kuona kitu ukadhani ni sawa, ukashare, ukashirikisha na watu wengine, mkalijadili, lakini mwisho wa siku kumbe hicho kitu sio cha ukweli. Kwa hiyo kuna vitu vingi sana nimejifunza kupitia hiyo, na hiyo sio hiyo tu. Kuna pia ulinzi wa mitandao yetu ya kijamii. Tumejifunza namna ya kuilinda, namna ya kutumia password, namna ya na vitu password ngumu na vitu vingi tumejifunza kwa undani zaidi. Kwa hiyo mafunzo haya sio haba, tumejifunza vitu vingi sana. Lakini pia siku hii ya leo tumepata kujifunza mjadala ambao huwa inaibuka kwenye mitandao ya kijamii. Ni kweli wakati mwingine unaweza ukaposti kitu au ukakiona kitu kimepostiwa kwa mtu, lakini kikawa kina maswali mengi sana na watu wakawa na kijadili sana. Lakini tumejifunza pia kupitia hiyo kwa nini mambo kama haya yanatokea na nini kifanyike, au kama umeposti kitu lakini kaibua mjadala mkubwa, labda ni wa taharuki au ni wa amani, basi yote katika yote tumejua namna ya kukabiliana na hizo. Kwa hiyo mafunzo haya sio bure, tuna vingi tumejifunza na tutaenda kuvifanyia kazi, na naamini hatutakuwa kama tulivyokuwa. Mwanzoni nilikuwa natumia common sense. Nilikuwa natumia ile ufahamu wa kawaida kwamba ninaelewa mitandao ya kijamii, nafungua hivi, natumia hivi, na wakati mwingine mfano kwenye swala la digital securities, nilikuwa napenda kutumia password rahisi sana. Na wakati mwingine si logout ili iwe rahisi kuingia, lakini sasa hivi nimekuja kujua kumbe kuna umuhimu wa logout, kuna umuhimu wa kurestart kila wakati, kila mara, kuna umuhimu wa kuziangalia pia, wa kucheck, wa kufanya two factor verification nini. Yaani vitu vingi sana nimejifunza. Kwa hiyo kuna vitu vimeongezeka vingi sana, na naamini ni vitu muhimu sana, kwa sababu dunia imekuwa kwa kasi sana, teknolojia imekuwa kwa kasi sana, mambo ni mengi, watu ni wengi, na wengi wamehamia kwenye mitandao ya kijamii. Kwa hiyo mambo ni mengi pia, na ukizingatia sisi ambao tuna influence kwenye jamii, vitu kama hivyo vinaweza vikatukuta wakati ambao hatujadhani. Mtu anaweza kaihaki account yako akaitumia vile anavyopenda, na mwisho wa siku ukaonekana wewe ndio umefanya, kumbe ni wewe tu ulitumia uzembe bila kujua namna ya kuzilinda account zako. Kwa hiyo kwa mafunzo haya umakini utaongezeka zaidi. Kwa jina naitwa Runison Kalinga, ni mzalishaji wa maudhui mtandaoni. Mambo mengi nimejifunza kwa siku ya leo, lakini pia kwa siku ya jana, ikiwemo vitu vingi ambavyo nilikuwa sivijui, lakini kwa vichache ambavyo nilikuwa navijua. Kwa siku ya leo nimeweza kujifunza kuna baadhi ya vitu ambavyo mwanzo nilikuwa sivijui kabisa, lakini najua kwa nilipojifunza nitaenda kuvifanyia kazi kwa ukubwa zaidi. Mfano, nimejifunza kauli hatarishi ambazo content creators wengi tumekuwa tukizitoa mitandaoni, ama tumekuwa tukiposti video ambazo zinaambatanisha zile kauli hatarishi. Lakini pia nimejifunza kauli za uongo ambazo kama content creator kwa nia ya kuchekesha ama kwa nia ya kufikisha ujumbe fulani tumekuwa tukizitoa mitandaoni. Lakini leo nimejifunza madhara ya hizo content. Lakini pia nimeweza kujifunza kwa siku ya leo kwa zile kauli ambazo tunazita malinformation, lakini disinformation, zile kauli ambazo zinakuwa hazina uhakika ama hazina taarifa kutoka upande wa pili, ama hazina umiliki kamili wa hiyo taarifa. Lakini pia nimejifunza zile posti ambazo tunaziposti mtandaoni lakini zinakuwa hazina idhini kutoka kwa watu fulani, ikiwemo tunaona kuna baadhi ya posti kama connection na vitu kama hivi vinakuwa vinapostiwa, watu wale wahusika wanakuwa hawajatoa idhini ya kupostiwa zile videos. Nimeweza kujifunza vitu vingi, lakini pia nimejifunza ulinzi wa taarifa binafsi, lakini ulinzi wa akaunti zangu mitandaoni, ikiwemo kuweka strong password ambayo inaweza ikanisaidia watu kushindwa kuingilia au kuingia kwenye mtandao wangu au kuchukua ama kuhack, au kuweka multi-factor au tunaita two-factor authorization. Nimeweza kujifunza hiyo two-factor authorization. Nimejifunza vitu vingi ambavyo vinaweza vikaifanya akaunti yangu ikaendelea kuwepo na wasije wakaingilia ama kuwachukua
kuchukua watu wabaya na kuposti vitu visivyo last. Lakini pia nimejifunza kudumisha amani tulionayo kupitia posti zetu ambazo tunazitoa, kuendelea kuidumisha hii amani tulionayo, kwa sababu amani ndo msingi. Lakini kudai haki kwa kisheria, sio kudai kinyume na sheria. Nimeweza kujifunza kudai haki kisheria. Haki yangu natakiwa nifanye nini ili nipate haki yangu kisheria na sio kinyume na sheria. Kwa hiyo nimeweza kujifunza mengi. Na pia nipende kutoa shukrani zangu kwa UNDP kwa haya mafunzo ambayo wameandaa na kutupatia sisi vijana. Wito wangu kwa UNDP ni kuhakikisha angalau hata vijana wengi Tanzania, ikiwemo content creators wote, wayapate haya mafunzo, sio kwa uchache wetu tu ama kwa mikoa michache, ikiwemo Tanzania nzima waweze kupata haya mafunzo kwa ajili ya kupunguza hizi chokochoko ama hivi vitu ambavyo vinakuwa vinaendelea, tunaposti posti zinazokuwa na misinformation au vitu vingine. Naitwa Madam Cheka, nimehudhuria haya mafunzo ambayo wawezeshaji walikuwa ni UNDP. Haya mafunzo haya yameweza kunisaidia kwa namna 2 au 3, lakini namna ya kwanza, namna nzuri ya kuweka ulinzi kwenye akaunti zangu ili hackers wale wasiweze kuharibu au kudukua maudhui yangu. Lakini kitu kingine ambacho nimejifunza, namna nzuri ya kufikisha ujumbe kwenye jamii, hasa masuala ya amani. Kalamu yangu nitaitumia vipi? Clip zangu za maudhui nitazitumia vipi ili kutoleta taharuki, lakini napoona mtu mwingine analeta taharuki, namna gani nitaweza kuzuia? Ya tofauti ipo, kwa sababu kila elimu unayoipata manake kuna kitu ambacho unakiongeza kwenye akili, lakini pia kwenye utendaji. Kwa hiyo hakuna kitu ambacho kinakuja ukaseme tu umetoka bure au umebaki hivyo ulivyokuwa mwanzo. Kuna vitu ambavyo vimeongezeka vikubwa tu. Nadhani kuna mabadiliko makubwa yataanza kuonekana kwenye akaunti zangu, lakini pia matangazo ambayo nafanya. Kwa majina naitwa Edmund Mbigili, ni afisa mradi wa Daraja la Amani. Ni mradi unaotekelezwa na shirika la Umoja wa Mataifa la maendeleo duniani, yani UNDP, tukishirikiana na ofisi ya Rais maendeleo ya vijana. Tuko mkoani Songwe tangu siku ya jana na leo, tukilenga kuwajengea uwezo vijana wenye ushawishi na wasanii hasa kwenye mitandao ya kijamii. Na ni jinsi gani wanaweza kutumia mitandao yao ya kijamii pasipo kuleta taharuki au kuwa chanzo cha uvunjifu wa amani. Kwa hiyo tumeweza kwa siku ya jana na leo tumeweza kuwajengea uwezo vijana kwanza njia sahihi katika kutumia mitandao ya kijamii, lakini jinsi gani wanaweza kuepuka kuwa chanzo cha uvunjifu wa amani, kwa mfano kwa kutoa taarifa ambazo hazijathibitishwa, lakini pia kutoa au kuandika taarifa zenye lengo za kushusha utu wa mtu au kuwagawa Watanzania kupitia content mbalimbali wanazozitoa. Na tunaamini kwamba kwa mwitikio tulioupata mkoani Songwe, kwani tulikutana na vijana zaidi ya 25, tunaamini kwamba vijana hawa watakuwa chachu kwanza katika kuweza kwenda kuelimisha vijana wengine, lakini kuwa chachu ya kutumia mitandao ya kijamii katika muktadha wa kulinda na kuendeleza amani ya nchi yetu ya Tanzania. Kiukweli kwamba teknolojia inakuwa na hatuwezi kuizuia, ni kama huwezi kuzuia mafuriko. Kwa hiyo teknolojia inavyokuwa, lakini pia na watumiaji wengi wanaongezeka. Kama tunaona vijana wanatumia mitandao ya kijamii kama chanzo cha ajira, lakini kama hawatapata uelewa na ufahamu wa kutosha, inaweza ikapelekea mitandao hii ya kijamii kuwa chanzo cha uvunjifu wa amani katika jamii zetu. Maana vijana wengi wanawafuatilia na wao wana nafasi kubwa sana katika kutoa mtazamo na jamii kuweza kupokea. La muhimu ni kwamba tunaamini kwamba vijana wa takriban 25 waliopata mafunzo kama walivyoelezea ndani na wamecommit wenyewe kwamba watakuwa ni daraja katika kutoa elimu kwa vijana wenzao. Kwa hiyo tunaamini kwamba kupitia mafunzo haya basi wataweza kutoa elimu kwa vijana wenzao na kuhakikisha kwamba tunaendelea kutumia mitandao katika hali salama.